Shalom, 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 kaka na dada kutoka pande nne za dunia. Kaka na dada, habari njema ni kwamba Yesu Kristo anatuahidia mwenyewe kututumia Roho Mtakatifu. Anatuahidia, anajua kama Roho wa Bwana tunamhitaji. Kaka na dada, ulimwenguni wote uko katika maandalizi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Na huyo Roho ambaye tunamsema, ulimwengu unamhitaji sana kuendelea kukua katika kiroho na kuendelea kuelewa matakwa ya Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kuelewa matakwa ya Mwenyezi Mungu bila huyo Roho Mtakatifu ambaye anakuja kutukumbusha, anakuja kutufundisha. Ni Roho Mtakatifu. Basi nakualika mtoto wa Mungu, sikiliza vizuri ujumbe wa siku ya leo. Tuombe. Baba Mtakatifu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, tazama mimi pamoja na msikilizaji wangu tunao sababu ya kusema asante kwa kuweza kuona pambazuko za leo, kwa kuweza kuona jioni ya leo, kwa kuweza kuona alfajiri ya leo, kwa kuweza kuona mchana huyu. Tuna sababu ya kusema asante, maana sio kwa uwezo wetu, wala sio kwa nguvu zetu, wala sio kwa mamlaka yetu. Hakuna jambo lolote tungeweza kutumia ili tuweze kuiona saa hii, ila ni kwa neema na fadhili zako zinazodumu. Tunao sababu ya kusema asante, tunao sababu ya kuinua jina lako. Tunajua Baba umetupigania, tunajua Baba umetupigania vita ambazo hatungeweza sisi wenyewe, maana vitu umetupigania ambazo hatujui, lakini tunaamini na tunatambua kama unatupigania usiku na mchana. Na ndio maana tunasema asante, na ndio maana tunalitukuza jina lako, na ndio maana tunaliinua jina lako. Wewe ni Bendereza, wewe ni Jehova, wewe ni Adonai, wewe ni Yawe. Acha tuseme asante, kwa sababu unastahili Bwana, unastahili Bwana mabwana, unastahili mfalme mwema, unastahili Bwana, maana tuko hivi tulivyo ni kwa neema na fadhili zako. Na ndio maana tukubalie tuanguke kifudifudi chini ya msalaba mtakatifu. Tunaomba Bwana Yesu, peleleza mioyo yetu, angalia moyo wa kila mmoja ambaye ameungana nami katika maombi ya siku ya leo. Tunaomba Bwana Yesu, angalia kama tunastahili mbele zako. Mimi nasema niangalie, angalia kama nastahili kusimama mbele zako Bwana, maana ambapo unaona upungufu, mimi nasema nifinyange, nioshe, nitakase, nisafishe, nifanye utakavyo. Angalia msikilizaji wangu, tena nasema muoshe, mutakase, mufinyange kwa damu yako ya thamani. Bwana Yesu, enda utufinyange, enda kutuosha, enda utuweka huru, maana nakubaliana na damu yako. Maana angalia kila mmoja nakubaliana na damu yako Bwana Yesu, maana unapotuweka huru tunakuwa huru. Asante kwa damu yako ya msamaha, asante kwa damu yako ya Golgotha, asante kwa damu yake iliyotoka wafuni Bwana Yesu, ambaye imechukua dhambi zetu, na tuna sababu ya kusema asante. Asante Bwana Yesu wa kutuweka huru. Unachokiweka huru kinakuwa huru. Tumefanywa huru kwa damu ya mwana wa kondoo. Nami nimeomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Brothers and sisters, habari njema kama mmekwisha isikia ni kwamba Yesu Kristo anatuahidia Roho Mtakatifu. Ninaukaribisha katika neno la Mungu ambaye inatoa katika Injili takatifu ya Yohani sura hiyo ya 14. Ninasoma mstari wa 25 hadi wa 26.
Nimewaambieni mambo haya nikiwa bado pamoja nanyi, lakini msaidizi Roho Mtakatifu ambaye Baba atamutuma kwa jina langu atawafundisheni kila kitu na kuwakumbushieni yote niliyowaambieni. Hilo ndilo neno la Bwana. Amina. Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno hili. Watu wengi wanajiuliza na kusema kwamba Roho Mtakatifu ni nani? Tunajua, tumefundishwa kama ni nafsi ya tatu, maana Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Lakini unaelewa kama Yesu Kristo, Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo, maana Yesu mwenyewe ndiye anarudi kwa alama ya Roho Mtakatifu. Anakuja kutukumbusha na kutufundisha. Haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Maandiko yanasema, nimewaambieni mambo haya nikiwa bado pamoja nanyi. Yesu Kristo alizungumza maneno haya akiwa pamoja na mitume, akiwa pamoja na wafuasi wake. Alikuwa anazungumza yale ambaye atakwenda kutokea na yale ambaye tuko tunayangojea dunia yote, ambao nimesema dunia yote na kiu na Roho Mtakatifu kwa ajili ya uamsho wa kanisa ulimwenguni wote. Uamsho wa kanisa, tunahitaji Roho wa Bwana kuja kuamsha, afanye jambo jipya. Haleluya. Lakini nawaambia kwamba msaidizi, anamuita Roho Mtakatifu msaidizi. Maana yake najua anakuja utusaidia. Anakuja utusaidia. Anajua bila yeye hatuweze kitu. Mimi bila Roho Mtakatifu siweze kitu. Siweze jambo lolote. Roho wa Bwana ni msaada wa ukweli. Leo nataka uelewe na ukajue, ukatambue. Roho wa Bwana tunamhitaji aje utusaidie katika safari yetu ya kuelekea mbinguni. Katika imani yetu, atuongoze, atuelekeze, atufundishe, atuonye. Haleluya, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa, mtoto wa Mungu. Msaidizi, Roho Mtakatifu. Yeye ni mtakatifu. Yeye ni Roho Mtakatifu ambaye anakuja ndani yetu. Maana sio roho mtakatifu, sio roho mchafu, lakini nazungumzia juu ya Roho Mtakatifu atakayekuja utusaidia, ambaye Yesu mwenyewe anamzungumza leo katika neno hili. Anamzungumza ambaye Baba atamutuma kwa jina langu. Maana yake Mungu anatujalia Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Tunapomulalika Roho wa Bwana, tunaita kwa jina la Yesu. Karibu Roho Mtakatifu tulioandaliwa, maana tulioahidiwa ni hadi ya Mungu ambaye ametuandalia, ambaye ametuahidia kwa jina la mwanake Yesu Kristo, ambaye amesema mwenyewe, Mungu atawapelekea msaidizi kwa jina langu. Ilikuwa Yesu akiwaambia mitume, akiwaambia wafuasi wake atamutuma. Na huyu atafanyaje? Anasema tena, atawafundisheni. Karibu Roho wa Bwana utufundishe. Karibu Roho wa Bwana utuleweshe. Karibu Roho wa Bwana, tuko tayari kukusikiliza. Tuko tayari kukusikiliza. Wewe uko tayari kumsikiliza Roho Mtakatifu? Uko tayari kumwambia karibu Roho wa Bwana ndani ya moyo wangu, nina kiu na wewe. Nahitaji kumtambua Baba. Nahitaji kumtambua zaidi. Nahitaji kuelewa maandiko matakatifu. Njoo nifundishe, njoo nireweshe. Kuna ambao nasema hatujui jinsi tunavyoomba. Mwambie Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Warumi 8:26.
Anasema kwamba hatujui jinsi itupasao kuomba vizuri, lakini Roho Mtakatifu anakuja utusaidia katika udhaifu wetu. Roho wa Bwana anakuja utufundisha, anatuelekeza tunavyoomba tukikubaliana naye. Lakini tena nasema atawafundisha kila kitu na kuwakumbusheni yote niliyowaambia. Roho wa Bwana anakuja utukumbusha yale ambaye Yesu ameanzisha. Anakuja utukumbusha yale ambaye Yesu ameanzisha. Swali iko mahali hapa. Wewe uko tayari kuweza kumkaribisha Roho Mtakatifu? Umefanya maandalizi? Uko tayari? Maana ni Roho wa Bwana hafikie mahali ambapo kuna uchafu. Roho wa Bwana anaweza kuingia kwa kila mtu. Unaweza upokea karama, kila yoyote naweza upokea karama ya Mungu. Lakini uko tayari kuipokea? Umefanya maandalizi gani? Kuna vizuizi vinavyozuia usiweze kuipokea karama ya Mungu. Kabla ya kusema, naweza kusema dhambi kwa pamoja. Dhambi, uovu unazuia, unajenga kuta usiweze kumpokea Roho wa Bwana. Utaendelea kumsikia, lakini uweze kumpokea kwa sababu kuna kuta, maana kuta ya maovu. Leo unaweza kuamuru kuanza upya ili na wewe ufanye maandalizi. Fanya toba na msamaha kwa ajili ya maandalizi ya kuweza kumpokea Roho Mtakatifu siku ya Pentecost. Siku ya Pentecost, Roho wa Bwana anashuka, anagawa karama. Haleluya! Mtoto wa Mungu, uko tayari kupokea? Basi naamini neno la leo umelisikia. Yesu anatuandalia. Katika jina la Yesu Kristo tutapokea Roho Mtakatifu. Anatugawia karama mbalimbali. Anatugawia. Unahitaji karama gani? Anza kuomba katika novena ya kwenda kuita Roho Mtakatifu. Enda kusema, njoo Roho Mtakatifu na kuhitaji. Njoo Roho wa Bwana uniangazie. Njoo Roho Mtakatifu, wewe mwalimu wa ukweli. Njoo nifundishe, njoo nikumbushe. Omba tu. Endelea kuomba. Mwambie kama unamhitaji. Haleluya! Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana wewe ambaye umeamuru kubadilika au kumrudilia Mungu, una kiu na Roho Mtakatifu, basi na kuongoza katika maneno haya machache ili uweze kufanya maandalizi tena katika ya kumpokea Roho Mtakatifu. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Mimi mtoto mpotevu, naomba nisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda, ninazozifahamu na zile ambazo sizifahamu. Taja jina lako. Sema, mimi kuanzia leo Jumatatu tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026, muda wote neobakiza kuishi hapa ugeneni, karibuni Bwana Yesu ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amina. Amina. Ongera sana wewe ambaye umekubaliana na Yesu, umekubali kuanza upya, umeamuru kuanza upya. Basi nasema ongera sana. Na muda na saa hii tunaenda kuomba. Basi wewe ukiwa ni mgonjwa, weka mkono wako mahali ambapo unaumia. Ikiwa wewe ni mjamzito, weka kwenye tumbo lako, fanya mikono yako miwili hivi. Ikiwa na wewe ni tasa, fanya mikono yako miwili kwenye tumbo. Ikiwa wewe mimbi na poromoka kila mara, weka na wewe mikono yako miwili kwenye tumbo. Tunaenda kuomba. Omba kwa imani, maana Yesu, maandiko yanasema mnapoomba amini kama mmepokea. Nami naenda kuomba, naamini kwamba unaenda kupokea uponyaji.
uponyaji. Naamini kwamba tumbo yako ya utasa inaenda usikia neno na inaenda ufunguka. Naamini kwamba ile roho ambayo imezoea kupromosha mtoto kila mara, promosha mimba, inaenda kuharibishwa kwa jina la Yesu. Na muda na sasa tunaenda kuomba. Baba mtakatifu, Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, nina sababu ya kusema asante kwa ajili ya neno lako, maana tunakubali kumngojea Roho Mtakatifu, Roho ambao tunamhitaji aje tuponye, aje tufungue, aje tufundishe, aje tuelekeze, aje kainue kanisa, aje kaendelee kuijenga kanisa zaidi na zaidi. Na ndio maana muda na saa hii basi tunaenda kuomba kwa ajili ya watoto wako wa kiume na kike. Maandiko nasema tuombeaniane. Nenda kumwombea yule ambaye ni mgonjwa muda na saa hii, hatikisike. Inawezekana iko hospitalini, inawezekana kuna ambaye anamuunguza, inawezekana ni yule ambaye ananisikiliza wewe mwenyewe ni mgonjwa, ameweka mkono mara ambapo anaumia, inawezekana ametumia kila aina ya madawa, vipimo imefanyika au magonjwa hajaonekana, lakini hali inaendelea kuwa mbaya zaidi, magonjwa yanaendelea kuongezeka, hajua fanye namna gani. Inawezekana atameenda kwa waganga wa kienyeji lakini hajapata msaada, hali inaendelea kuwa mbaya. Lakini Bwana Yesu, muda na saa hii mimi naita wewe, kwa sababu ni ajua mkono wako sio mfupi. Naita labakasaka toboshira basako bokondera bashira basako, tembea Bwana Yesu na mkono wako uponyaje. Gusa Bwana Yesu mmoja baada ya mwingine, haijaisha meteseka namna gani, enda ugusa Bwana Yesu. Gusa Bwana walio na magonjwa ambao tumbo zimevimba, enda ugusa Bwana Yesu muda na saa hii, enda ugusa Bwana Yesu. Wengine ni magonjwa sugu, magonjwa ya kansa, wengine ni magonjwa ya figo, wengine ni presha. Na chilia damu yako Bwana Yesu, ninaiamini damu yako mfalme, naiamini damu yako Bwana Yesu, ni damu inaonena uzima, ikanena uzima kwa mama huyo, haweza kutukuza tena, haweza kushukuru tena. Yule ambaye alikuwa ajigeuze, akaanza usakra bashira basakurobo, akaanza ujigeuza. Yule ambaye alikuwa asimame, akaanza kusimama kwa jina lako Bwana Yesu, kwa jina lako Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ambao unaenda kuwagusa, asante Bwana Yesu kwa ambao unaenda kuwanyorosha. Nyosha miguu, nyosha mikono, nyosha Bwana Yesu mashingo, gusa vichwa vyao Mungu muda na saa hii. Waliokuwa na harisha, waliokuwa na tapika, nafunga kwa damu ya Yesu, nafunga kwa damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu, asante mkombozi, asante Bwana mabwana. Naomba watembelee walio wajawazito, muda na saa wameweka mikono Bwana kwenye tumbo zao, haijaisha ameambiwa viumbe vingi ndani yako haviko vibaya, haviko vizuri. Yesu naamuru katika muda na saa hii, kwa jina lako regesha, regesha Bwana Yesu, regesha mfalme mwema, regesha bendereza. Wale wote wametuma mahitaji na wale wote tunaungana kwa njia ya YouTube, kwa njia ya mtandao, regesha Bwana Yesu. Nasema regesha tena. Watapenda kurudia hospitalini, waone mkono wako unatenda, wakutukuze Bwana, walisifu jina lako. Asante Bwana Yesu. Naombea watasa muda na saa hii ambao ni watasa. Bwana Yesu nasema katika jina lako, fungua tumbo za watasa, fungua tumbo za watasa, kwa sababu naweza, kwa sababu natosha. Maana ambapo madaktari wameshindwa, maana ambapo waganga wa kienyeji wameshindwa, maana wewe najua Bwana Yesu, kwa sababu wewe ndio muumbaji, kwa sababu wewe ndio muumbaji. Achilia tumbo za watasa muda na saa hii, zegaraka tuloboko rabakoto rakata toto sakota, zikasikie maana sauti yako Bwana, maana na kuweza ufunguka kwa jina lako Bwana Yesu.
naomba enda kuwagusa tena mbao tumbo. Kila mara mimba zinaharibika kwa wiki 4, kwa wiki 2, maana wiki 3, wengine miezi 2, wengine miezi 5, wengine miezi 4, hata miezi 6. Yesu naomba muda na saa hii, angala na wanampao miezi 7, angala mimba zinaporomoka. Mungu wa Nazareti, Mungu wenye nguvu, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, jisirihishe tena ile roho ambayo inaharibu mimba, ife na kuteketea. Ikasikie neno la Bwana, ikasikie muda na saa hii. Na mururobosa karabakosa koshikarabasako rakasako boshirabaka rikaroboko. Asante Bwana Yesu kwa kuweza kuangamiza rombele mutesa mama yule ambaye mimba 3 ambazo zimefuatana zikiporomoka kwa jina la Yesu. Nasema asante Bwana Yesu. Asante mfalme mwema. Nenda kumbe anahitaji kazi Bwana, wanahitaji kwa ajili ya kutunza familia. Mungu ajalie kazi zote ulimwenguni ni zako. Enda kumsaidia mama yule, enda kumsaidia dada yule, wasaidie Bwana Yesu. Enda kumwezesha. Naamini wewe unatosha, naamini unaweza. Wapiganie Bwana na ukaribia kuelekea mahakamani. Hawajui na natowasemea. Ewe Roho Mtakatifu, wewe ambao ni msaada wetu, naomba muteteye mjane yule, naomba muteteye baba yule, naomba muteteye mama yule, atapelekea mahakamani katika jina la Yesu. Hana wakuweza kumtetea, hana ruhusa ya kutoa, lakini Yesu nakuamini, lakini bendelezo nakuamini katika jina la Yesu, ili maana hati yake onekane. Asante Bwana Yesu. Asante mfalme mwema. Mungu uwajalie na yale yote ambayo hawajayaomba lakini anahitaji katika maisha yao. Uwape Bwana, uwajalie Bwana, maana wewe ni mwaminifu, unatupa zaidi ya yale tuliyoyaomba. Na muda na saa hii ninaamini kwamba umetupa zaidi ya yale ambayo tumeyaomba. Asante Bwana Yesu. Tuwezesha katika maandalizi ya kumpokea Roho Mtakatifu. Wewe tujalie karama tunazohitaji kwa ajili ya kuendelea kuijenga kanisa lako, kwa ajili ya maarifa ya kanisa. Tunakutukuza na tunakuhimidi na tunakuamini, ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amina. Basi kaka na dada, tuendelee kumuomba Roho Mtakatifu aendelee kuja kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huyo Roho atatuwezesha, huyo Roho atatukumbusha, huyo Roho ataendelea kutufundisha, maana kwa sababu bila yeye hatuweze tukaelewa matakwa ya Mwenyezi Mungu. Tuendelee kumwita usiku na mchana, tuendelee kukesha tukiomba kwa ajili ya kumngojea Roho wa Bwana. Naye Mungu ni mwaminifu, atamujalia kila mmoja kila ambacho anastahili kupokea. Mubarikiwe sana. Mungu anawapenda na mimi nawapenda. Mimi na wewe twende utafakari juu ya mwisho wetu, hatutatenda dhambi kamwe. Amina.